Kwanza naomba mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wa wilaya hii ya Singida mjini, ndugu yangu Lucia Mwiru, nikushukuru sana wewe pamoja na kamati yako ya wilaya kwa mazuri ambayo yametia fora, kwa sababu najua tangu asubuhi mlikuwa hapa. Lakini nikushukuru sana mwenyekiti wa kata hii pamoja na kamati yako ya siasa kwa kutupokea na kwa maandalizi mazuri, na wanachama wote wa kata hii. Natambua diwani wa kata ni meya wetu, nikushukuru sana na wewe ndugu yangu Mdama. Lakini niwashukuru sana viongozi wote mlioweza kufika, hasa meza kuu. Kwa viongozi nimeona chifu wetu, kwa kweli chifu umekuwa hutuachi kabisa. Mungu akubariki sana chifu wetu. Lakini viongozi wetu wa dini mliotuombea hapa, tunawashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Nimeambiwa watendaji wote wa serikali wapo, kuanzia vijiji mpaka mkoa na taasisi mbalimbali mko hapa, ninawashukuru. Lakini wazee wangu wote nimewaona, wanachama wote, kina mama, lakini vikundi vyetu vya sanaa, Mungu awabariki sana. Nishukuru na kwaya ya vijana, naona wameshaondoka. Wale wa utumishi wako wapi? Mpo watoto wangu, mnaendelea kutangaza mkoa wetu wa Singida. Mungu awabariki sana. Nishukuru pia na wote ambao tumeongozana. Madiwani nimewaona, mmefika, mmejitambulisha hapa. Lakini mbona hamkufika 18? Hawakufika 18, mko 18? Nilikuwa na hesabu moja, na wajua kwa majina, si mimi ndo nilipitisha. Na wajua ambaye yupo na mjua. Basi na wale ambao hawapo, mtupelekee salamu. Na washukuruni sana kwa kuweza kuhudhuria hapa. Asante sana meya wetu pamoja na jopo lako. Sasa leo ni sherehe. Tangu asubuhi tunasherehekea. Leo alikuwa aje mlezi wetu ambaye ni mjumbe wa kamati kuu, spika wa Baraza la Mapinduzi kule Zanzibar, ambaye yeye alikuwa ahudhurie hapa, lakini akasema, mwenyekiti uende wewe, mimi nitakuja kwenye kufunga. Lakini tutakuwa naye kuanzia kesho kutwa. Tutaenda wilaya zote kwa ajili ya kuhakikisha wanachama na wananchi wote tunasherehekea haya maadhimisho ya chama chetu kwa dhati, kwa sababu tuna sababu ya kuadhimisha. Kwa hiyo pokeeni salamu kutoka kwake kwa Alhaji Zuberi Maulidi, anawasalimia na anawatakia heri ya maadhimisho haya ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka hii 49. Katibu alisimama hapa akasema neno kuu ambalo linatuongoza na ujumbe ni kwamba tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Ndugu zangu, tunapoenda kuanza kuadhimisha maadhimisho haya ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, tunaenda na ujumbe wa kwamba tumechagua umoja na amani. Ni kweli tumechagua umoja na amani. Nianze kwa kuwashukuru sana kuanzia kata hii, manispaa na wilaya zote za mkoa wa Singida kwa namna ambavyo tuliendesha kampeni kwa utulivu, kwa upendo mkubwa na kwa umoja, lakini na kwa imani kubwa kwa Chama cha Mapinduzi na kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku ya kupiga kura watu mkajitokeza taratibu, mapema, mkapiga kura, mkarudi nyumbani, mkatulia, mkasubiri matokeo. Mimi ninawapongeza sana. Kwanza
Kwanza kwa utulivu uliokuwepo. Simlisikia huko kwingine? Simlisikia lakini huku kulikuwa na utulivu. Ninasema Mungu awabariki na muendelee hivyo. Kabisa. Kabisa. Lakini bado mkakiamini Chama cha Mapinduzi. Mkachagua diwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, mkamchagua mbunge wetu wa Chama cha Mapinduzi, na mkamchagua Dr. Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Nani kama CCM? Kuna mwenezi amekuja amesoma historia hapa. Hii historia ninaomba iendelee kusomwa. Ninaomba iendelee kusomwa, ipelekwe mpaka kwa watoto wetu, ili wajue tulikotoka na hapa tulipo na tunaelekea wapi. Hii unyanga hii ya wakati ule ilikuwa ni hii kweli? Si haikuwa hivi. Leo nakutana na nguzo hivi hapa. Mnatumia nini? Generator? Umeme? Si ni umeme? CCM oye! Zamani mimi nilipokuwa mbunge, juzi tu nilikuja kwenye hii zahanati mliopanda miti, tulikuwa tunazungumzia ile nini ile inaitwa nini ile ambayo unaweka betri hapa. Hata generator hakuna koti ile, si ndio jamani? Hata generator ukienda Singida mjini upati. Majenereta yalikuwa yanatumika kwa Wahindi. Uongo kweli? Mhindi ukimkuta ana jenereta yule ni tajiri. Unalipataje lile ulete vyombo? Kwanza vyombo kama hivi unavipata wapi? Juzi tu hapa. Lakini leo huku kijijini tunaweza hata tukawasiliana kwa kutumia umeme uliopo. CCM oye! Nani kama CCM? Nilikuja Unyanga, nilikutana na matembe tu, au uongo jamani? Si nilikuwa nakulaga ugali humu, au mnanikataa? Lakini leo natafuta tembe hapa silioni. Lipo? Kama lipo ni la tambiko, au uongo Anyatunu? Si ndio? Unaliacha hili la tambiko hili la babu hili, au nasema uongo? Kwa sababu maendeleo, fursa ya uchumi kwa kila mtu imemfikia, ameweza kujenga nyumba bora. Hiyo yote ni jitihada za Chama cha Mapinduzi tangu kilipozaliwa mpaka leo. Angalia maendeleo haya. Zamani ukija huku unakuja na gari, unaokoteza njia, unapitia kwenye mapalio ya ng'ombe, si ndio jamani? Lakini leo angalia ndinga zimepanga tu pale. Si magari yanakuja huku? Bodaboda zinakuja, si ndio? CCM oye! Hayo yote ndio maana tunasema tumechagua umoja na amani kwa maendeleo ya taifa letu. Ninaomba niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmeendelea kuchagua umoja. Lakini kuna jambo lingine. CCM oye! Mulifon maharana kweli? Nikakae kweli? CCM oye! Ninawaomba ndugu zangu, juzi ilikuwa ni birthday ya mama, tarehe ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya kuzaliwa. Yeye alienda kupanda mti, na mimi nashukuru sana mwenyekiti wa wilaya kwamba leo mmefanya shughuli ya kupanda miti. Ni kweli, tuendelee. Mama ameanzisha ule utaratibu kwa sababu ya kuondoa hata hilo jangwa, kuleta mvua, lakini anataka matunda, anataka urithi kwa ajili ya watoto. CCM oye! Vijana mpo? Vijana nyosheni mikono, mimi na neno kwenu. Nikikupita shauri yako. Mpo si ndio? Kuna zahanati pale, si bado tunatakiwa tuwalete wajukuu? Wale ambao bado wanaleta wajukuu mpo? Hebu nyosheni mikono mnaoleta wajukuu.
inavyobadilika, kwa sababu tumepanda miti na hatukati miti, si ndio? Tuendelee kupanda miti. Mimi nataka niwape zoezi wale wanangu ambao bado mnaendelea kuleta wajukuu, na madiwani mnisikilize, maana nyie ndio mko kwenye kata huko wajukuu wanapokuja. Ninaomba safari ya mjukuu kuanza kuja, muanze kujiandaa. TFS najua mpo. Mtoto akizaliwa kale kachanga tu mti, baba na mama mkafanye nini? Mkaupande ule mti. Mnapompa jina mtoto yule, na ule mti mnaupa nini? Jina la yule mtoto, kwa sababu mtoto mnavyomtunza ndivyo mtakavyomtunzia nini? Mti wake. Mmenielewa? Hebu niambia, watoto wote wangekuwa kila mtu ana mti, na wale wengine hapa, singekuwa ni pori kubwa sana? Mvua singekuwa inanyesha kila wakati? Ninaomba tuwe ni utamaduni wetu watu wa Singida, kwamba katoto kakizaliwa kanaenda kupandiwa mti wake, unapewa na jina. Akiogeshwa na mtu unafanya nini? Unaogeshwa. Ukikalisha na mtu unafanya nini? Unalishwa. Atakapofikia umri unamwambia sasa, huu mti ni wa kwako mwanangu, utunze. Sawa jamani? Ili tumuenzi Dr. Samia Suluhu Hassan, amelianzisha zoezi zuri sana. CCM oye! Leo mmesherekea kwa michezo mbalimbali, nikaambiwa kutakuwa na kahawa. Sasa nilitaka nipate hiyo kahawa, nikaambiwa imeyeyuka. Sijui ni wewe watu njiani kaishia huko, hata sijui. Lakini ile michezo ipo Nataka niwaambie, ile michezo ndio jadi yetu. Mchezo wa bao, sijui nini, hiyo mnaita nini, ile zile draft nini, hivyo kwanza vinaleta mahusiano mema. Mimi nilikuwa namuona babu na wenzake wanakaa wanacheza ile, mimi wale nilikuwaga sijui kama sio ndugu zake. Mimi nilikuwa najua wale ni nani, ni ndugu zake, kwa sababu utawaona wako naye na yeye anakwenda kule, wanapendana katika shida, wanasaidiana. Ni huo mchezo mmoja tu ule, sijui sholo, sijui drafti, sijui kitu gani kile. Ule mchezo ulikuwa unawaunganisha watu. Hata watoto wanapowaona wale wazee, hatofautishi huyu ni baba yangu au sio baba yangu, anaona ni ndugu. Michezo inaunganisha familia za watu. Sawa ndugu zangu? CCM oye! Maana siku hizi mimi sijui, lakini sisi Singida si bado tunaendelea na huo utamaduni. Ugali ukipikwa si unatengwaga nje jamani? Au siku hizi chumbani? Si sebuleni au nje kabisa? Mgeni akipita anafanyaje? Tuendelee na upendo wa namna hiyo. Tuendelee na utamaduni wetu. Nikimuita chifu hapo akija kusema haya mambo, tuendelee na utamaduni wetu. Tusidanganyike. Tanzania ni yetu, watoto wameimba wale. Hii Tanzania ni yetu, nchi ni yetu, hii Unyanga ni yetu. Mtu asije akatuambia tuibomoe Unyanga. CCM oye! Tuendeleze umoja wetu huo tuliouchagua. Hata hii michezo tulioifanya inaashiria umoja wetu, inaashiria amani yetu tulionayo. CCM oye! Manake sasa unaweza ukakuta mgeni anaingia kwenye kata yenu, mgeni anaingia kwenye kijiji chenu, mgeni anaingia kwa ubalozi, hatutoi taarifa. Na hili nataka niwaambie madiwani. Madiwani mpo, naomba muwatunze wananchi mliokabidhiwa nao. Watunzeni sana. Kuwatunza ni pamoja na kuhakikisha hawaingii kwenye mikono ya watu wadhulumaji. Mimi kama mwenyekiti wa mkoa nimepata malalamiko mengi. Wageni wameingia kwenye vijiji, wameenda kuchukua maeneo ya wananchi.
Leo kuna vilio vingi, watu wamenyang'anywa ardhi zao. Madiwani, mshirikiane ili mtunze maeneo yenu, mtunze maeneo ya wananchi wenu ili waweze kuchapa kazi, na kazi ni kilimo, si ndio jamani? Kwani sisi tunategemea kilimo? Wa mjini ndio wanauza kahawa au wanakuja na huku, lakini huku ni nini? Ni kuchapa kazi. Tuwatunzie wananchi wetu maeneo. Muangalie wenye viti wetu wa vijiji. Wenye viti wa vijiji mpo? Rusia, wenye viti wa vijiji wako hapa? Nyosha mikono. Nyie ndio mnauza mashamba ya watu. Sisi msiuze. Akija mgeni msitoe eneo, lazima mfate taratibu na sheria, si ndio ndugu zangu? Ili tuepuke migogoro ya ardhi, ili kila mtu aweze kunufaika na haya matunda ya Chama cha Mapinduzi kwa miaka hii 49. Hatuwezi kusema tunasherekea wakati mwingine amekosa hata eneo la kupanda karanga. CCM oye! Haya, watoto wangu mliocheza michezo, nani yule alikuwa anaitwa aliyefunga goli, aliitwa nani? Kinyeto sijui. Maana naona majina ya madiwani ndio yalikuwa anatajwa. Kila nikiangalia diwani pale, mbona diwani mdogo, diwani wangu huyu wa wapi? Vipaji kwa ajili ya watoto wetu. Mimi nimefurahi sana mwenyekiti kwa namna ambavyo ulivyoweka michezo hii, vipaji kwa ajili ya watoto. Hiyo dansi sitaisema, hiyo dansi nasubiri tu mshindi, lakini ninawapongeza sana. Tuendelee kukuza vipaji kwa ajili ya watoto wetu. Watoto wanapokuwa kwenye michezo, akili inatulia, wanaondoka kwenye vishawishi vya ajabu ajabu. Mmenielewa jamani? Wanaondoka kwenye vishawishi. Yeye atakuwa anawaza kukuza kipaji chake, atarudi nyumbani akale ugali wa mama, labda aende darasani na vitu kama hivyo. CCM oye! Kwa hiyo mimi ninapongeza na ninaomba vipaji vya watoto, michezo, madiwani mko hapa, muendelee kuibua vipaji vya vijana wetu. CCM oye! La mwisho nataka tukaserebuke. Nimeambiwa kuna kuserebuka tena, si vikundi vipo? Vikundi mpo Boda boda mko wapi? Boda boda nawashukuru waliokuja kunipokea pale. Yupo boda boda mwingine huko. Boda boda ninawashukuru, lakini naomba niwashukuru tena. Tarehe 29 vijana wangu wa Green Guard mpo? Hamasa mpo? Kwa kweli mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya, naomba nikushukuru sana kwa vijana wako. Vijana wa Green Guard, vijana UVCCM mkoa wa Singida, hasa manispaa Singida mjini, walitufanyia kazi nzuri sana. Jamani, ukiona vyaelea ujue nini? Vijana hawa walikuwa hawalali. Walisema mama, sisi hatutaruhusu hata nzi ikanyage Singida. Walisema hatutaruhusu hata nzi ikanyage wapi? Singida. Nzi waliishia wapi? Kule kule. Waliziba milango yote ya mkoa wetu wa Singida. Hatukupata wachochezi, hatukupata waharibifu, hatukupata watu wowote walioingia kurubuni vijana wetu. Mimi mwenyekiti nakushukuru sana sana kwa kazi nzuri walioifanya vijana wetu. Maana kila nilipopita unamwona boda boda anapiga mluzi na mteja wake, lakini kwa wenzetu ana kidumu cha mafuta kwenda kuchoma nyumba ya mtu mwingine. Boda boda wa Singida ninawashukuru sana kwa uadilifu mkubwa, pamoja na wale bajaji. Walikataa kazi ya kitumwa, walikataa kazi ambayo walikuwa wanaenda kuumiza ndugu zao.
Singida walikataa. CCM oye! Mimi ninapoondoka hapa naambiwa nigawe zawadi. Naomba niwaachie neno moja: ishini kwa kupendana. Hata kama kuna mmoja amekosea, chukulianeni kwa upendo. Watu wanasema toa kwanza boriti kwenye jicho lako, ndipo uweze kuona kile kibanzi kilichopo kwenye jicho la mtu mwingine. Hivyo tuchukuliane kwa upendo, tuonyane kwa upendo, kwa sababu sote tuna mapungufu, lakini kazi kubwa ni kuendelea kumwombea Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumuombee afya njema, nia yake njema ambayo ameshaanza kuifanya. Mwenyezi Mungu amtunze, amshike. Kila mmoja tumuombee na kumuunga mkono. Ili tumuunge mkono kwa vitendo ni kuchapa kazi, kuwa waadilifu na kuwa wazalendo kwa taifa letu. Tukiwa wazalendo kwa taifa letu, hakika na Mwenyezi Mungu atatubariki. Mimi huwa nasema heri ukalala kwenye nyumba yako, watu wanasema ukala ugali ule hauna mboga, lakini uko kwenye kajumba kako una amani, kuliko uwe kwenye gorofa ugali nakwambia mafuta, kuku, mapaja, lakini hakuna amani. Si ndio ndugu zangu? Tusikubali amani yetu ya taifa letu iweze kuvurugwa. Hawa watoto wanatusubiri kama sisi wazazi wetu walivyotutunzia amani. Ninawatakia amani ya Mungu. Mungu awatunze wote nyinyi na vizazi vyenu, awatunze na awabariki katika kazi zenu, awape maombi yenu na awaneemeshe. Wanasema neema ndogo ndogo na kubwa tutazipokea na tutamshukuru Mwenyezi Mungu.